Wakati huu nataka tushukuru Bwana, alafu tuingie kwa neno. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Asante kwa sababu ya hilo Yeremia. Natuani imetuambia kwamba hakuna jambo Bwana lisilowezekana kwa wakati wote tunapoamini. Na kwa hukumu zako Bwana Jehova Jireh na mamlaka yako sisi tuwapokea uwezo na nguvu. Bwana wetu ni kwa sababu sio sisi tuliweza kujipa hiyo uwezo wala nguvu, ila Bwana Jehova Jireh wewe ndio umetupa. Pokea sifa ni kwa ajili wakati wowote tunapoamini na kufuata neno lako na kufuata wewe Bwana Kristo Yesu, mambo yote yetu itakuwa sawa na tutakamilika Bwana Jehova Jireh katika mapenzi yako kulingana na vile upendavyo. Ninawabariki watu hawa Bwana Jehova Jireh nikisema ya kwamba asubuhi ya leo ya kwamba Bwana watu hawa Bwana hakuna gharika itaweza kuwa juu yao. Ni kwa sababu wewe ndio uligarikiwa na ile gharika ilikuwa kubwa, na gharika ile Bwana Jehova Jireh ilikufikisha katika kaburi Bwana Jehova Jireh, na ukaweza kushinda yote Bwana, na ukaweza kuondoa hali yoyote ile ilikuwa imeinuka kwa ajili ya mwanadamu. Twakuinua Bwana hata saa hii mfalme wa ajabu, tukinena utukufu wako. Ule Bwana Jehova Jireh tumeupokea kwa imani, ile mfalme wa ajabu umeitia wewe mwenyewe ndani yetu. Sio kwa kazi zetu Bwana Jehova Jireh, wala sio Bwana Jehova Jireh kwa vile mfalme sisi tumekamilika. Sio kwa vile mfalme tumekuwa sawa katika maisha yetu ama tuko na utajiri. Hapana mfalme wa ajabu, ama tuko katika umaskini. Bwana Kristo, haya yote uliyatenda wakati hakuna mwanadamu alikuwa tajiri ulimwenguni na hakuna mwanadamu alikuwa maskini, kwa sababu hakuna mtu alikuwa amezaliwa. Kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa Bwana Jehova Jireh ukatenda yote ndio uweze kuonyeshana ukamilifu wako Bwana pasipo mwanadamu. Uonyeshe ukamilifu wako wakati ule hapakuwa na mtu yeyote Bwana ama kitu chochote katika ulimwengu isipokuwa tu ni wewe Mungu Mwana na Roho. Ndio Bwana ulionyeshana nguvu zako na utukufu wako, na ndio watu wote Bwana waweze kujua ya kwamba pasipo wao Bwana wetu ndio uliweza kuonyeshana mapenzi yako mtakatifu. Ulituzaa sisi baada ya kumaliza, na ndio sisi tuweze kukaa juu ya mapenzi yako, na tuweze kuamini mapenzi yako, na tuweze Bwana kuandamana na mapenzi yako, na tuweze Bwana Jehova Jireh kukaa katika kazi imekwisha katika uwezo wako Bwana. Sisi wote Bwana Jehova Jireh tuinuke na tushangilie, tuseme ya kwamba Bwana mtakatifu umeyatenda yote Bwana kwa uwezo na kwa ujuzi wako mtakatifu. Yote yamewezekana. Tumeponywa magonjwa ya kila aina, hata yale watu wako wanasema haiponyeki, akina kansa na yale mengine kisukari Bwana Jehova Jireh, hata migongo, mifupa Bwana Jehova tumeponywa kwa imani mfalme wa ajabu. Wakati tunapoamini neno lako likiingia ndani yetu linatenda kazi kwa kila kiungo, na kila kiungo kinarekebishwa kulingana na vile Bwana Jehova Jireh tumeamini. Ninawaombea Bwana Jehova Jireh imani hiyo ya neno lako iweze kutenda kazi ndani yao Bwana, iweze kutenda kazi katika mawazo yao, iweze kutenda kazi katika Bwana Jehova Jireh njia zao zote, na katika kuliamini neno lako. Wakati kama huu Bwana tuko ndani ya nyumba lako Bwana, ninaomba Bwana uhusiano mwema Bwana Jehova Jireh na utakatifu Bwana Jehova Jireh ule utokao ndani ya neno lako, ukirekebisha na ukisimamisha na ukijenga mambo yale yote tumeacha nyumbani Bwana, isiwe masukufu tena katika maisha yetu. Bwana wetu Yesu Kristo, tuna utukufu Bwana Jehova Jireh mkuu kuliko yale yote iliyo ulimwenguni. Umetupa neema kubwa na kuliko ile iliyokuwa ulimwenguni. Tumepokea kibali Bwana Jehova Jireh na uwezo wa ajabu Bwana tumezipokea Bwana kuliko vile Bwana tulikuwa tunavyofikiria. Watu hawa si wagonjwa Bwana mtakatifu, hata wale wataingia hapa hakuna mgonjwa ataingia. Bwana wetu wataingia wakamilifu, wataingia watu wameokolewa, wataingia watu wameponywa, wataingia watu wale wote Bwana hawana jambo lolote Bwana linaowasumbua katika maisha yao. Kwa nini? Hata kama tuko ndani ya kusumbuliwa, tuamini ya kwamba Bwana umetuondoa katika hali hiyo, ni kwa sababu uliikamilisha. Wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu. Watu hawa Bwana si maskini, na hakuna umaskini unaweza kuma ndani yao, hakuna umaskini unaweza nena ndani yao, hakuna umaskini wa kifedha wala wa biashara. Umaskini Bwana hata wa maneno ya kunena, hata kuhubiri. Umaskini Bwana Jehova Jireh wa kuingiliana, kupigana na hata Bwana Jehova Jireh kuwa na vita mmoja kwa mwingine. Hakuna mambo kama hayo Bwana tutaweza kubali, ni kwa sababu neno lako limesimama na linatenda kazi ndani yetu. Litatufundisha
litatuelekesha, litatuinua na litatufanya Bwana kuwa viumbe vipya. Ama Bwana Jehova Jireh litatusimamisha vile Bwana Jehova Jireh, upendo na umoja miongoni mwetu sisi wote itakuwa ndani yetu mtakatifu. Wewe ni mfalme na wewe ni Mungu. Neno lako liko hapa Bwana, na tunajua ya kwamba kuna vitu zinasimamanga juu ya neno ndio liweze kukomesha neno, ndio neno lako lisiendelee na lisifanye kazi ndani yetu. Ninasema mamlaka yote Bwana na nguvu zote na uwezo wote wa kisetani unaosimama nipigane na neno lako Bwana, wakati ninapoendelea na wakati tunapohubiri ndani ya mioyo yetu. Ninakomeza hizo nguvu zote mpaka chini ya miguu yetu. Lazima neno lako Bwana, ni kwa sababu umelihakikisha liweze kutawala na liweze kutuongoza na liweze kutenda kazi kwa kila mmoja wetu kulingana na vile upendavyo. Wale wote walio hawajaingia Bwana Jehova Jireh, ninaomba waweze Bwana mfalme wa ajabu kuwa na nafasi njema na nafasi nzuri. Yes, sisi wote tukiweza kubarikiwa katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Tulikuwa tunajifundisha kitu kama wiki tatu imekwisha kuhusu huyu mtu tunayeita ni Daudi. Tulikuwa tunajifundisha vile mtu anaitwa ati Samson, Kain na Abel. Kuna kitu kimoja ninataka tuweze kuangalia. Wakati ule Kain aliweza kupigwa ile muhuri, ama wakati ule aliwekwa zile katika forehead yake, aliwekwa zile, na ile zile ilikuwa inasimamia mambo yale yote Mungu alikuwa amenena kumhusu ya kumfanya nini. Yeye atakuwa mkimbiaji, si ndio Biblia inasema? Yeye atakuwa mkimbiaji, yeye atakuwa mtu mahali popote atakapoenda, yeyote yule atakutana naye atamfanya nini? Atamuua. Yeye akaweza yaani Bwana akamuondoana na nini? Na mchanga, na akasema ya kwamba hakuna kitu wakati wowote utakapochimba ama utakapolima mchangani haitakupatia nini? Kitu chochote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kulikuwa na mambo yalikuwa yanamsonga mtu anaitwa Kain. Na ninataka tuweze kuangalia kwa sababu ninataka tuangalie mambo tofauti. Hata kama leo nataka tuweze kuangalia mtu mmoja anaitwa Jubel. Na Jubel anaitwa Jubel Kain ama Jabel. Kuna Jubel, kuna Jabel. Bwana asifiwe. Lakini nataka tuangalie mtoto mmoja wake, ndio mambo haya tuweze kuyalinganisha maisha yetu sisi, kwa sababu kila neno katika Biblia kulingana na neno tunafaa kuwa tunashukuru. Bwana asifiwe. Apia mwenzako shukuru sana kwa sababu tulipewa Biblia neno. Kulingana na kile mmeongea, lakini Biblia si ni tuimbe dance. Nafikiria dance ndio unafurahia kana kama ndio ndio mkadasi hapa. Niko kimenya ni matukora kwa kweli. Ona lile mena kabisa ni kuburu. Haleluya. Nimekwambia usiwaambie mwenzako namna gani. Shukuru Bwana sana. Tunafaa. Mimi nilianza. Lakini ni katika Genesis 4. Nitakwambia mahali tutasomewa. Lakini kabla hatujasomewa from 19, kabla hatujasomewa nataka tuweze kuongea na niseme hivi. Tunafaa kumshukuru Mungu kila wakati. Na tuweze kuwa tunafurahia neno la Bwana. Jambo la kwanza likiwa neno la Bwana likiwa Biblia. Haleluya. Bwana ni aromosho. Hivyo Mungu alitupa Biblia, kulikuwa na kusudi la atupe Biblia. Hata kama Biblia kwa watu wengi neno Biblia
Biblia, neno ndio ninanena juu yake. Nikisema Biblia si neno. Biblia ni neno la nini? Neno. Bwana asifiwe. Ni jina la hiyo kitabu Bible. Bwana asifiwe. Kile tunafurahia ni kile kiko ndani ya Bible, ya Biblia. Kwa sababu hata nikikupatia Biblia na ikiwa nimefungwa na nikupatie hiyo Bible na nisikuelekeze kuhusu kuitumia, ni kama mtu amekupatia nini? Coconut. Si unaona coconut kile kiko Mombasa? Hii ni kama mtu amekupatia coconut na yale amekupatia kwa furaha, kwa upendo, akifikiria utasaidika na ile coconut. Na wewe kwa sababu haujawahi ona coconut, haujawahi jua ni nini kiko ndani ya coconut. Bwana asifiwe. Wewe unakaa tu na coconut. Ukiambia watu wana huku sehemu za Murang'a ukiwa Mombasa, mimi huku ni coconut tu niko nayo, yani unawaonyesha. Mtu yule akikosa kukuonyesha ya kwamba coconut inatumika namna gani, utakaa tu na coconut, utakuja tu na coconut mahali kwako na utadumu nayo hapo mpaka wakati ule utapata mtu wa kukwambia coconut inakuliwa, chakula kile kiko ndani kwa njia ya kufanywa nini. Ni lazima uweze kuigonga ama uigokeshe mahali ipasuke. Lakini maembe nikikupa utauliza msaada? Hizi nikikupa utauliza msaada? Hapana. Lakini coconut, mtu mwenye hajawahi, ukweli au vile ninaongea kwa sababu nimepitia experience. Mimi sikuwa ninajua coconut mtu anaitumia namna gani, unaikula namna gani, mimi kiko ndani. Lakini wakati ule nilipata mtu wa wakati tulienda Mombasa mara ya kwanza. Sababu nikiwa mtoto sikuwa nimeenda, na nikiwa mtoto sikuwa nimeona coconut. Lakini nilikuwa nimesoma juu ya coconut. Wakati ule tulienda na nikaona vile inafanywa, ndio nilijua utamu na uzuri ulio ndani ya coconut. Umefichwa. Ni kama mtu amepewa Biblia, ukapatiwa Biblia hivi, lakini huyu mtu hajakwambia kile kimefichwa ndani na vile utaweza kukusaidia. Utakaa nayo tu. Watu wengi wako na coconut ndani ya nyumba zao, chini ya vichwa zao wanailalia, kwa sababu hawajui maana ya neno la Bwana ile liko ndani ya Biblia. Hata ukiuliza wewe unakuwa na Biblia na kuanga nayo, lakini ukimuuliza kama anasomanga, anakuambia anaenda kusoma anaraha. Ni mtu hajui maana. Ni coconut tu, lakini hajaonyeshwa njia ya kuitumia. Wakati wangu wa kwanza niligonga na nyundo. Na niligonga si mara moja, niligonga ndio lipasuke. Neno la Bwana ndio liweze kuwa na kazi ama kufanya kazi ndani yako. Haleluya. Ni kazi utaifanyia. Si kusoma utaisoma, lakini itakuwa kama novo katika maisha yako. Utaielewa na utaiba kama wimbo, lakini ufunuo ulio ndani yake, kile kimefichwa, ile maji iko ndani ya coconut, msaada wake hautajua. Roho yule ako ndani ya Biblia hautamtambua. Hiyo chakula ya white iko ndani ya coconut, hautaitambua. Neno hilo hautajua maana. Bwana asifiwe. Lakini wakati ule utaambiwa, chukua kitu, ichoma, gonga hiyo coconut, chukua na ugoke vizuri, usimwage ile maji iko ndani. Sababu iko na msaada. Na ukikunywa utasikia kabisa kuna kitu. Haleluya. Ukikula hiyo chakula iko ndani, si inakuwa tamu. Inakuwa tamu vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Sawa. Ndio ninakwambia furahia neno. Lakini usifurahi kwa sababu uko na Biblia. Furahi kwa sababu unatambua kile kimefichwa ndani ya hiyo Biblia. Furahi kwa sababu
umejua vile utaweza kutumia kile kiko ndani ya coconut. Sio tu Biblia. Watu wengi wako na Biblia lakini hawajui maana, haiwaponyi, haiwapatii hekima, haifungui jicho lao, hawapokei roho. Bwana asifiwe. Hawaamini kile kimeandikwa, lakini hata wakati wanaifungua inakuwa ya kawaida. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio ninakuambia wewe unafurahi sana kwa sababu ya kutambua na kuelewa ya kwamba niko na Biblia, niko na neno, na ile neno ni msaada katika maisha yangu. Namba 2. Bwana asifiwe. Amen. Ufurahie ni kwa ajili Mungu alikupa Bible. Alikupa Bible. Ukenage tulio wa Ngai ukuheba. Ukuhe kibo. Ukenage tu. Ogo akini. Itoto wako na kile wa Biblia. Biblia ndio wewe. Kutoka kichwa mpaka kidole. Wewe ndiye Biblia. Na ukweli wewe ndiye Biblia. Hata wakati huu ninanena hapa, Bwana asifiwe, ninakunenea Biblia. Tuko pamoja? Yes. Sawa. Ninaomba our brother tusomee katika kitabu ya Genesis 4:19 to 20. Genesis chapter 4 verse 19. And Lamech took unto him 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. 20. And Ada bare Jabal. He was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. 21. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. 22. And Zillah, she also bare Tubal Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. And the sister of Tubal Cain was Naaman. 23. And Lamech said unto his wives, Ada and Zillah, hear my voice, you wives of Lamech. Hearken unto my speech, for I have slain a man to my wounding, and a young man to my heart. 24. If Cain shall be avenged 7-fold, truly Lamech 70 and 7-fold. Kwa nini tumesoma haya yote? Ndio uweze kusikia na kuelewa watoto wa nani? Familia ya Kaini. Bwana asifiwe. Kaini alikuwa na familia kubwa, na usiulize bibi ya Kaini alikuwa nani. Najua Kaini ilikuwa swali. Na swali gani ya mtu wengi? Wewe alikuwa na mtu anaweza sasa mwenyewe. Sinikuonyesha kwamba kulikuwa na wasichana. Sasa unauliza nani na nani? Wacha kutaka kujua. Mimi hata nimeandikiwa mara mingi nikiulizwa bibi ya Kaini. Watoto wao walitoka wapi? Kama haya wachana nayo. Wewe fuata kile kiko kwa maadili, kile umeandikiwa, sababu hata wewe unafaa kufikiria hangeweza kupata mtoto kabla hajakuwa kama mwanamke wako. Na ningetaka tuweze kujua ya kwamba watu wengi hawasomi Biblia. Watu wengi hawasomi Biblia, hawana haja na Biblia ama neno, sababu wanasema ya kwamba Biblia ni old fashion. Bible neke ndio mweke hapa. Upite tuone ni wakati. Bwana asifiwe. Wewe ndiye jifikirie uone kama wewe ni wa hiyo aina. Biblia neno la Bwana ni kitu kiliandikwa mamlaka na mamlaka, na unasimama vizuri sana.
Na wengine wanasema neno la Bwana ni la wale watu foolish, watu wale wapumbavu, wajinga, foolish people. Na ndio unaona hausomi, sababu neno ni la foolish people. Bwana asifiwe. Wewe yes. Wewe fikiria, unalionaje? Unalifikiriaje? Lakini naweza kukwambia, wacheni tuendelee, tusikilize, tufuate neno la Bwana mpaka tuweze kudiscover kile kimefichwa ndani ya Biblia. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa nini yani wale wanalolisoma, wale wamelipokea wanaonekana ukweli kama ni wapumbavu? Waonekana kama ni wapumbavu. Hiyo ndio ndio wanaendelea kulimwe. Kimutu kipumbavu, kifulishi, negeke. Eti akifuatana na mambo yenye inaonekana hata halisi. Haleluya. Lakini ndani yangu nilidiscover. Bwana asifiwe. Sababu ni moja. Hakuna mtu awezaye kuhubiri kama si foolish. Watu wapumbavu ndio wanahubiri. Hauwezi hubiri kama wewe si mpumbavu. Hata watu wale wamesoma, wako na madigrii na wameamua kuhubiri, wanaenda wakifanya evangelism, ni wapumbavu. Wakionekana na macho ya mwanadamu kama vile tuko na nyinyi hapa, ni wapumbavu. Haleluya. Sijui kama wewe unaweza kuwa mmoja wa wapumbavu. Haleluya. Lakini kulingana na neno la Bwana linasema ya kwamba watu hao wanaonekana kama ni wajinga, wapumbavu, ndio watu wale wako na hekima ile kubwa sana katika maisha. Wakati wowote unaposoma vile neno la Bwana limeandikwa, alafu ulinganishe na mambo yale yanayoendelea. Kwa hivyo usiangalie Biblia na njia ile ile. Si unaiona na hii ni old fashion, ni mambo ya kale. Isome wakati unaposoma neno, soma neno kwa wakati wa sasa. Nisijui kama nimesema kitu. Soma neno ukilinganisha na sasa. Wacha kusoma neno kwa wakati huu. Bwana asifiwe. Soma neno uweze kulitazama na mtazamo wa sasa. Na utaweza kutambua mambo mengi sana. Ati ya kwamba Biblia si ya wakati huo, ni yale. Neno si ya wakati huo, ni ya wakati wa leo. Ni wakati wa sasa. Bwana asifiwe. Amen. Na ukikosa kusoma, ukisoma neno ukose kuona leo, ujue hautasoma neno. Umesoma na moyo wa old time. Yaani wewe unasema ni wa kisasa, lakini kuna wakati huo. Na iliandikwa wakati huo. Na ina wale waliandiki, lakini neno la Bwana Biblia linasema ya kwamba neno la Bwana Mungu alinena neno, na neno lolote lililotoka katika kinywa chake ni kibuga na kimeteka ni akanike ni moyo. Kwa hivyo lilikuwa uzima na hata leo, lilikuwa uhai na hata leo. Kwa sababu gani? Sababu neno lake halina mwanzo na halina mwisho. Kibuga kile Bwana asifiwe. Amen. Ukilinganisha na Biblia anasema yeye ndiye mwanzo na ndiye mwisho. Bwana asifiwe. Na ukijaribu kumtafuta mwisho wake, wewe hautauona.
Yeye ni Alpha and Omega. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ukijaribu kumtafuta kulingana na vile unataka kwa akili zako, pengine ukufu. Utakufa ukijiuliza wakati alikuwa anaomba ulimwengu na dunia, kwa sababu aliziumba pamoja, alikuwa amekanyaga wapi? Si kuna mambo kama hayo yanakujanga katika maisha ya mtu. Ukijiuliza vile huyu anaitwa Mariam alipokea mimba ya nani? Mimba ya Christ. Utaumwa na kichwa mpaka uramsi, sababu utashindwa vile roho aliingia, na kwa sababu umezoea kuwa roho ako ndani yako na roho ameingia na unaweza kufanya hivi, wewe unakuaga naanza. Hata Mariamu alifanya hivi, roho akaingia. Hii ni feelings and emotions. Roho hana hiyo kazi. Roho hatabulimi na kutetemeka wala kufanya vitendo. Kweli hata ukilia una mambo mengi unafanya kwa sababu hiyo ilikuwa imewekwa. Bwana asifiwe. Usijaribu kutaka kujua Bible kulingana na old. Jaribu kudiscover Bible kulingana na sasa. Ukisoma akina Musa, ukisoma akina Abraham, utaweza kulifahamu kwa wakati. Lakini ukisoma na moyo wa Mungu na Abrahamu na Elijah na Elisha, utaona sasa, na utaweza kujitambua na kujigundua hiyo hivi, sababu ndani yao hapo ndipo life yako imefichwa. Bwana asifiwe. Ndani ya neno kuna kuanga na uhai. Kwa hivyo wakati unapoisoma neno unapokea uhai. Uhai ule hauonekani, hausikiki vile unafanya kazi, na hautambuliki vile umeingia. Bwana asifiwe. Amen. Maliza kuandika. Soma neno ndio tuweze kutambua moyo wa Mungu wakati alipokuwa anatafsiri prophet. Mnyama. Na wewe si mnyama, uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Tukiangalia, tukifikiria juu ya Kaini, unakumbuka wakati tulikuwa tunao msoma. Neno la Bwana linasema Kaini alimwacha Mungu. Hata wakati mule aliwekwa siri, Biblia inasema alimwacha. Hebu angalia katika kitabu ya Genesis 4 kitu kama 16. Hebu angalia mstari wa 16 tuone nini. Soma. Unajua mimi sikusoma. Genesis chapter 4 verse 16. And Cain went out from the presence of the Lord. Yes. And dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Nilijifundishika ndani ya neno, nikajua na nikatambua. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Mtu anaweza toka katika uso wa Bwana akiwa ndani ya gospel. Aliwekwa seal. Alisamehewa dhambi zake, lakini hakumporo. Unaweza kuwa ndani ya nyumba la Bwana na upokee, haleluya, ahadi kikamilifu. Upokee neema imefichwa ndani ya Kristo. Kwa sababu kuwekwa seal ni kuonyesha ya kwamba alipewa neema ya kuishi. Ukweli ama si ukweli? Alipewa neema. Lakini badala ya mfuate aende west, alienda east of Eden. East of Eden ni kuondokea Mungu. Ule Shetani na kazi yake
ilianza. Bwana asifiwe. Amen. Neno linasema ya kwamba ukisoma Kiswahili namba hiyo 16. Ati Kaini, ukisoma na huko juu utaona vile aliwekwa siri na vile Mungu alimwambia kuna mtu atakuwa nini na yule atakuwa ataibiswa mara fulani. Ya sasa 16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Akakaa katika nchi ya Nodi, mbele ya Edeni. Kwa hivyo alitoka mbele ya Edeni, huko ndio alienda kuzalia mtu anayeitwa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya. Amen. Mtu wa kwanza aliondoka mbele za Bwana ama hakuondoka? Mtoto wa yani Kaini, mtoto wa kwanza wa nani? Tuko pamoja? Mtoto wa kwanza wa nani? Adam. Aliondoka katika uso wa Bwana ama hakuondoka? Aliondoka. Mtoto wa kwanza wa Mungu aliondoka katika uso wa Bwana, hakuondoka? Nani? Adam. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Kaini aliiga. Chungeni usiwe hapa katika gospel but unaiga our fathers, sababu neno la Bwana alifanya kazi. Uko hapa kwa sababu ulikuta bwanako anakuja, ulikuwa nawe Bwana pekine ulipata bibi kwa sababu uliona ni vyema. Bwana asifiwe. Amen. Ama uko hapa kwa sababu ndio ile kanisa iko karibu. Wewe ni mtu aliye na Biblia lakini haujui maana yake. Hata wakati unapofundishwa hautambui. Kwa hivyo unaweza kaa ndani ya neno. Kaini kuondoka ndani ya Bwana, kuondokea Mungu na kwenda mbali, usishike hivyo. Kwenda mbali no. Alitambua Mungu amemkubali lakini hakukubali kumfuata. Sijui ni akina nani tulikuwa na Muhammad. I think that's it. Yes. Na tukaweza kufungua neno. Sijui nani atakumbuka iko wapi neno? Ama ni John? John 10. Yes, kufungua. Tuone. Mtu yeyote yule amepokea remission of sin, akakosa kutimiza yale yameandikwa hapo. Na ndio ilifanyika na Kaini. John 10. John 10:27. Hebu soma nisikie dakika. Ng'ondu ciakwa-rĩ nĩciguaga mũgambo wakwa na niĩ nĩndĩciũĩ nacio ikanũmĩrĩra. Ebu hata kwanza soma 26. Hiyo nitaongezea tu kuisoma siku hiyo, alafu ndio tuende 27. Soma na Kiingereza. John chapter 10 verse 26. But you believe not, because you are not of my sheep, as I said unto you. Bwana asifiwe. Ate lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hamna hammo miongoni mwa kondoo wangu. Hammo miongoni mwa kondoo wangu. Huyu mtu ana Mungu alikuwa anaongelea juu yake. Hatusadiki na neno lake ndani ya kanisa. Hata kama tuko ndani ya kanisa, hatusadiki na neno lake kwa sababu tumekuja ni kwa ajili. Ni kwa ajili, si kwa sababu ya neno lake. Na ndio hatusadiki na neno lake, hatuliamini. Na kusema hivyo ni kusema hata kama uko miongoni mwa watu hapo ndani ya kanisa, wewe umejiondoa kuwa kondoo. Wewe haujihesabu kuwa kondoo.
Tuko pamoja? Alafu 27 ndio ilinifurahisha. Ndio uwezekane kuwa kondoo, ndio ifanyike wewe ni kondoo, mimi kitahakikisha. Soma kwa Kiingereza. Wewe ni kondoo. Verse 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Yes. Sikia. Si hata sasa unasikia. Na tunaongea. Wewe. Salimia aliye karibu naye mwambie wewe. Msitue. Bwana asifiwe. Amen. Sikiliza Kiswahili. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Kuna kitu moja najua, tunajua. Hata saa hii wasikia sauti yake, hatusikii. Kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami nawajua. Kristo anamjua, hamjui? Mungu anamjua, hamjui? Mungu alijua Kaini, hamjui? Hakumjua? Alimweka siri, hakumweka? Lakini jambo moja hatufanye, ya mwisho, hatufuati. Tukikuja kanisani tujulikane, tukikuja kanisani tusikie, hatufuati kile tumesikia. Hatufuati yule tumepewa neno lake. Hiyo ndio inakuanga shida. Hata wakati unasema ati nimesamehewa dhambi zangu zote, pole, kama ufuati, kukujua anakujua. Sababu hata wakati ule alikuwa anamwambia usilime changa, hautatoa kitu. Kwa nini? Umemuua ndugu yako. Unaona mambo yao, si walikuwa na Mungu? Mungu amjua, hamjui? Haleluya. Amen. Asikia sauti ya ule Mungu, asikii? Amewekwa siri, hajawekwa? Amewekwa. Nataka uweze kuelewa. Kwa hivyo umesamehewa dhambi, na kusema kweli nimesamehewa dhambi, na haitakumbukwa milele na milele. Chunga isiwe upumbavu. Usisimame na hiyo kama haufuati anenaye, kama hautimizi mapenzi yake. Hiyo ni kitu moja nataka kiweze kuwa ndani yako. Na ndio wanaona katerere. Ni wengi wataniita Bwana Bwana. Tulikuwa tunatoa mapepo, walimsikia. Hata yeye aliwajua. Si ndio? Lakini hawakufuata moyo wake. Hawakutenda mapenzi yake. Hebu soma kwa Kikuyu. Ng'ondu ciakwa rĩ nĩ ciguaga mũgambo wakwa, na niendete ciũrĩ, na cikanũmĩrĩra. Ciamũigua agacimenya na ikamũrũmĩrĩra. Tũiguaga na nĩ atũĩ, no tũtirũmagĩrĩra. No sukumwa tusukumagwo, tũkarũmĩrĩra ũmũthĩ, ũcio tũkehera. Hĩndĩ ĩyo wehera mwĩ hamwe. Haleluya. Ndio ninakwambia usiposoma neno kwa moyo wa Mungu, ukiwa hakuna kitu kinaandamana na ulimwengu, unataka kujua hapo. Unataka kujua kwa nini Mungu aliandika hiyo neno. Utaimba wimbo wa msamaha. Na utaambia watu wote ati mimi hata ukiniona hapa, hata Shetani akikuja hapa, haiko narumagirira Ngai arumagirira huko. Hata kama kona siri anafuata nani?
unakuaga kama waswiti. Eta wata keki. Unailekwa. Kwa nini unatumia hii? Ama namna gani? Bwana asifiwe. Sababu mtoto wako amekataa kufuata katiba yako. Na akikataa kufuata katiba ya kwako, utajaribu juu chini vile utaweza kumbadili. Hivyo ndivyo Mungu alifanyana na Kaini. Alijaribu juu chini mpaka aondoe laana yote ile ilikuwa imenenwa juu ya Kaini na akaondoa. Lakini hata kama aliondoa, Kaini aliendelea tu na kungausha moyo wake akiwa tu mbele za Bwana. Na akiwa tu mbele za Bwana akaamua kuondoka mbele ya uso wa Bwana. Kuondoka mbele ya uso wa Bwana si kuchukua hatua na kimeni. Hapana. Ni ku-reject. Na alikataa kuliamini neno. Akajifuata. Haleluya. Amen. Tunajitoa. Namba 20, ati tumeona namna gani? Hiyo ndio nilikuwa na haja nayo. Namba 27. Ya kwamba kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Hiyo ya mwisho unajua watu hawananga shughuli nayo. Mungu, mimi nasikia sauti ya Mungu na Mungu ananijua. Kuna wakati unaongezaga ninamfuata. Hata unaikumbuka, hata umeshawahi iona. Ulikuwa na uongozo na unalalamika mtoto wako akitenda kinyume, kwa sababu hiyo sio katiba ya kwako. Wakati tunakosa kufuata mapenzi ya Mungu, sio katiba ya kwako. Kwa sababu wakati unaomfuata ndio unafanya mapenzi yake. Usipomfuata utatenda mambo yako yale yanayotoka ndani ya moyo wako. Tusome hiyo 20 na nitaisoma na Kiswahili. Nami nawapa uzima. Kwa hivyo ni nani anapewa uzima? Anayemfuata ama yule anayemjua? Anayemfuata, sababu uzima hauko hapa. Ukimfuata ndio utaenda kupokea. Uzima utaufuata, utaupokea wakati utamfuata. Wakati utafanya mapenzi yake. Wakati utakuwa vile alivyo. Ati nami nawapa uzima, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Si unasikia wakati wote unasemanga ate yani hatutaprakiwa katika mikono wake. Etiko atena totika ikoyo totika rupoko hiyo utilo no mwanatoka nanie gasi ya muo wa tene na tene na ikire hingo ikora ori na gutire ungeciruria ciume moko-ini makwa. Nani huyo hataondolewa katika mkono wa Bwana? Yeyote yule amemfuata. Si yeyote yule anajulikana na yeye. Si yeyote yule anasikia. Nyinyi wote mnasikia. Hata wapitao katika njia wanasikia. Na wote wanapita katika njia, Mungu anawajua. Lakini kuna tofauti ya hizo zote kufuata. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Haijalishi wewe ni wa dini gani, haijalishi wewe ulizaliwa kanisani ndani hata ama utakufia kanisani ndani, hiyo yote ni upumbavu wa mawazo ya mtu. Ona Yesu taisi alivyokiwa ukona. Ona kale kweli ile kiwa ukona.
ine tondu wa kole ciathirwo ithirikio holivi aciarirwo andu atoikaine ikomio aikomio holivi aciarirwo andu atoikaine acio agikomio holivi oni twi ati aciarirwo holivi ukomio twira kuni maandiko ni wakomio no tigusia Bwana asifiwe. Mungu tutiritwa ciarirwo kana ciarirwo thibitari makirwo gutiri gitanda ukakomio kana ciarirwo hau thĩ kana ciarirwo hana no nĩakomirio mwarabu. Bwana asifiwe. Jambo lingine nataka mweze kujua Matthias. Mkitazama na Githugu. Verse 28. Verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yeah. Watu wale hawataondolewa katika mkono wa Mungu ni wale wamepora. Unadhani ukigena wasiwasi. Tiele madia kanita. Tiele maigwete ni mohagerwo mehia ni moheirwo mothe kuma kiameria nginya kirekiro. Ni aya maiguaga mugambo wake na makamurumia acio nĩo o na nĩ wakahe muoyo wa tene na tene acio au ndio atawapa usikoni. Tafakari sana vile tunalotambua. Haleluya. Usidanganyike ukiwa tu unasema sina nani. Kumbe ile dhambi sio ile tu unafikiria. Dhambi kubwa ni kutoamini. Dhambi ni kutoamini na kutoamini ni kutofuata. Dhambi ni kutoamini na kutoamini ni kutofuata. Ulimwenguni ni kutoamini na kutoamini ni kutofuata. Haleluya. Hebu sikiliza namba 29 wakati utamaliza kwenda. 29. Verse 29. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Yesu anasemaje? Hakuna mtu ataweza kutoa mtu yeyote yule katika mkono wa Baba. Na akasema kwa Baba ni mkubwa kuliko kila kitu. Haongei juu yake. Haongei juu yake, anaongea juu ya Baba. Baba ni mkubwa kuliko kila kitu. Tena walio mkononi mwa Baba hawawezi kulangiwa, hawawezi tolewa mkononi mwake. Elewa hapa. Gai. Sisi wote tuko ndani ya Kristo tukisema. Lakini yeyote yule hafuati Kristo anafuata Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza sema wewe uko ndani ya Kristo na Kristo ako ndani yako, lakini umeshatolewa mkononi mwa Kristo kwa sababu haukumfuata. Ndio Baba aweze kukuficha. Baba anakuficha wakati ule utakubali kufuata Kristo. Na sio Yesu asemi ate hakuna ataweza kubrak mkononi mwake, mkononi mwa Baba. Sababu ya wewe kuamini yeye na ukamfuata, akakushikanisha na Baba. Sasa ukiwa mkononi mwa Baba huyo mkubwa kuliko vitu vyote, hatutatolewa. Tisi kwake. Kwake unatoroka. Unatoroka sisi. Mkitoroka mhesabili, mkikosa kumfuata, mkikosa kumwamini, watolewa asubuhi. Watoka asubuhi kwa sababu sikutolewa. Na ndio neno linasema ndani ya kitabu ya John 15 mstari wa 5.
kila tawi lisilozaa ndani yake litafanywa nini? Litaondolewa. Ndani ya nani? Ya Christ. Ya Christ litaondolewa. Sio kwa sababu unasema mimi nimesamehewa dhambi za zamani ile na zamani hii na zamani itakayo. Kama ufuati na ufanye mapenzi yake mkononi mwake utabarikiwa. Bali yeyote yule atakuwa mkononi mwa Baba hakuna aweza. Shati ya Besiria tigai kuwa ya uthamaki wa igoro kwa huku hoe ahe. Ati kwa sababu mimi nilijua na nikatambua ya kwamba mimi nimesamehewa dhambi ndio uweke leo kwenda ulitolewa katika ufalme wa giza ukaingizwa katika ufalme wa nuru. Namba 2, ulikuwa mtumwa katika ufalme wa giza, na wakati ulitolewa katika ufalme wa giza ukaje kuwa mtumwa katika ufalme wa nuru. Hakuna wakati utaondoka kwa mtu. Mwana ya wao washo. Amen. Tuhamwe. Yes. Na turakura na hauthini. Ndugetekire kwaga gukura na hauthini. Usikubali kutoka roho kutoka na ndani. Nataka tumasia hiyo sababu hata haikuwa katika mpango. Vile ilipeleka roho wa Bwana. Tuliturudi mahali pale. Genesis 4:16. Isome. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Hallelujah. Nani huyo ametoka? Aliwekwa mpaka nini? Pale juu? Zile. Kwa hivyo kupokea siri kupokea nini? The forgiveness of sin. But aliondoka. Yeye mwenyewe akajiondoa. Kwa nini? Sababu Mungu hawezi fuata mapenzi yako akuzuilie kufanya vile unataka. Mungu anakuachilia ufanye yale unataka. Duka iwa gaya ngekwira gani? Mawagera hawe. Kana munda wagi na mundu ucio ena ukiku. Gutire ndia gatira tiga. Ukiendire na ngeigerera ri. Ndio na to murie ni kiarenda na maisha maku. Unataka nini na maisha yangu? Ni mimi nimechagua hata kama konayo niko ready kusurvive nayo. Hey. Mungu anakuachilia. Fanya upendavyo. Hata saa hii anakuachilia. Fanya upendavyo. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna mahali mtang'ang'ana. Na mimi nikasema mimi ni nani ning'ang'ane na nyinyi? Unaweza nini? Ogopeni mafuta. Yale mliona, msiogope nyinyi, msiogope mtumishi. Tajibika. Haina malisa. Amen. Kwa moja? Yes. Wacheni ile ni mwakiwa hapa. Ama ile mtumishi wako. Kile Mungu anahakikisha mwanzo. Please. Ni vile
hauwezi. Kutolewa umbali uliotolewa, alafu ufike katika nafasi ya madharau. Madharau nini? Yale uliweka sahihi kweli ime kutoka kichwa mpaka mguu, hiyo itakudharau. Kama vile umeidharau, nayo itakudharau. Chunga sana wakati uko chini ukisikiliza neno. Chini ya mtu yeyote yule, na tunapokea laana kwa wazazi na njia gani? Sababu mko na, kwa sababu mko na connection kubwa ya damu. Mtumishi wa Bwana naye mko na connection katika maisha yake. Amekuosha, amekufundisha, amekuelekesha, amekutambulisha mambo yote, ukatoka katika mavumbi ukaingia katika arafu. Mote tutakuwa na hiyo Yesu. Usafi kuelewa. Hakuna mtu anaweza kukuombea maombi mabaya. Wewe ndiye umeitisha nini? Kuna mstari unasema ngaogopa ule upanga ulio mkononi mwa mtumishi wako. Sababu huo upanga wakati wowote utafanya mabaya, ule upanga utafanya nini? Ogopa wakati huo. Weke kweli. Na nikukumbule. Maguta mabu ujio ya wena ho. Kana oria. Matiro ndo magiwe. Kwa matiro na connection. Maguta morea. Matiro ndo magiwe. Matikewe kawega. Na matikewe kauri. Neke. Matiro connection. Muna igwa. Ego nene kwa mwana na samposi ya mbele. No! Moya weke ile sai. Akurutete kuri akurutire. Akwabatia. Akwabatia. Akure. Sokia. Kemukia. Wakati Kaini alitoka katika uso wa Bwana, yule aliyemweka zio, wacha tuone yale aliyotimiza, yani tutaona mmoja wake. Kaini alikuwa brother tu Abel. Na baada ya kumuua brother yake, akaingia katika punishment. Lakini ile punishment iliweza kuondolewa. Si mnakumbuka iliondolewa? Haleluya. Na Mungu akamweka mark, alama katika gainia kule. Ona wewe dini ndani yako. Hata wote wale walio ndani ya dini anawacha. Lakini jambo moja Kaini alifanya, hakukubali kudwell with God. Wakati wote unaona tofauti ya wale wanaokuongoza, hata ya mzazi wako kamili, na kwambia haleluya, umeondoka. Presence yake. Presence yake ikaragia na niwe rahithete utonga waku, na niwe rahithete ciana ciaku, na niwe rahithete indo ciaku, niwe rahithete na indo ciaku.
eo presence eo maundu mangi wendu ukimona ona ugitura ona mangikorwo marahuka makororogo magukurira maitho matike guthuru werugurwa ya urea utumirwo hari. Hey, muragikuwa no idiria yote okera ona we kuno mutire na connection wewe rohuara baba si akasemeni wi karo kitako kwa roho masiaka beta matia atamotu bado tata haya hiyo nitamushi yako ya my teacher aliita mimi na mwakidi hayo bwana sisi amen roho anataka ndako masiaka roho kwa kuhutana kwa roho ndio kaja tabia na rotimaka na rokia ihigale ya na rotimaka na letile mkendo hakuna kitu kinaweza zuilia hiyo jiwe ya naye ikose kugonga. Hallelujah. Lakini point na kumbukeni siku moja wakati unasoma ndani ya kitabu ya Job aliguswa mwili kwanza ama aliguswa vipi? Au nilioko kwanza? Ndio, alafu wewe nani ana? Tukabia na wewe. Surroundings. Wapi ya kwao? Kama wakina leo wangu. Wapi umetia? Iko nika. Kia vi. Amen. Ni nini kwamba uliondoka katika uko ndani ya Bwana lakini wakujua msikia akujua lakini kwa sababu kama unamforo unaweza fanya mambo mengine sababu hayo ya dharau haiko ndani ya alignment ya Christ. Tunaona kuna kitu tunaelewa? Yes. Ikiona unogelisi ya ujue na Mungu. Tule ndoko ngiana. Tangurukia hiyo lai wa na yule yana draku siana taye kile amani yule kwa mimi na kunyunywe wewe dale to fili to ashi moto wenga kiota ukaike mwaki no ajili bali kukaa katika uso wa Bwana. Biblia inasema ya kwamba alitoka katika presence of God na ni kusema ya kwamba aliignore. Kwa hivyo unaignore tu ukiwa wapi? Kuignore. Aliignore. Wapenzi. Word of God. Kwa hivyo usifikirie ni kwenda. Hakuna mahali mtu anaendaga. Hata ukienda nchi ya mbali hiyo neno usiichukue. Nchi ya mbali ni kuignore your parent. Ni kuignore
your master. Mwe hau ona ni muraria mugateka akukaruga mukaria mugathiĩ thoko na your master mugeka maũndũ mothe no ngoro yaku icokaga gũkora nĩ ya kũingata yo nyene. Si umefukuzwa na mtu inakusukuma. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati wowote mtu amekosa kusikia sauti ya Bwana, ukiignore the word of God, ukiignore your servant ama your parent, wacha tuongeze mpaka parent, unakuanga umemwacha. Au ni watu wale wameignore God. Na kuignore God ni kuignore the word. Na kuignore the word ni kutofollow, kutofuata, kutotimiza. Kwa hivyo tunafaa kuelewa mapenzi ya Bwana kiuzito, kiudani. Kuna watu wengi sana ndani ya Biblia walimwacha, hata kunaye alienda. Unakumbuka ile mtu tunasomanga alienda akajishikilia katika horns ndani ya hekalu akakufia pale, alikuwa ameingia. Hey! Wakati tutakuwa tukisoma katika juu ya generation of Lameki, tutaona vile waliacha Mungu na njia gani. Sasa leo tunasoma ya mtu anaitwa Jebel. Na Lameki wakati ule alimwacha Bwana. Lameki wakati ule alikosa kumfollow God ama kufollow the word of God. Alienda akaoa bibi wangapi? Wawili. Ada na Nasi. Ni ndio watu wakakufuata. Alikilia tumia. Huko na kuhikania kwa ndio wakakufuata. Ada akazaa Jabel. Na wakati Ada alizaa Jabel, sasa ndio ninataka tusungumzie juu ya Jabel. Yule alizaliwa na mwana mmoja Lameki. Kutokana na kuwa msichana na bibi yake mmoja anaitwa Ana. Lameki tukisoma tumesomewa tukaambiwa Jabel alikuwa baba ya watu wale wote walikuwa wanakaa katika hema. Wale wote wakao katika hema, wale wanalisha nini? Makatos. Simwagi unaiona? Hebu isome. Verse 20. And Ada bare Jabel, he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. Yes. Where we can go? Wakao katika hema. Jabel ni yule mtu mbele za Bwana, kazi yake anafikiria juu ya basic things of God. Yani saa yote
yeye kazi yake ni kuomba. Bwana, nipe chakula. Bwana, nipe nguo. Bwana, nilipie nyumba. Yeye alikuwa anadili na vitu tatu: food, shelter and clothes. Jamani, hana kitu kingine alikuwa anataka. Alikuwa anataka tu basic things. Hiyo ni generation ya Jabez. Leo hii hata saa hii tuko na wewe hapa, saa hii tunale wale wadile hauli mlipiwa nani hauli nunue nguo na kanyumba kulipwa, ununue simu, ununue dawa, sababu there is no food. Alafu you are not following Christ, ndio uweze kubenefit na his day. Bali and selection. Alikuwa anafikiria tu Jabez na familia yake vile watakula vyema, vile wataishi vyema, vile watakuwa na nyumba nzuri, vile raha itakuwa inatiririsha mafuta. Vile tu watakuwa chini ya kiburi anda, wakiwa wamejificha jua lisiwachome. Ekaiwa kasuri mahali watayasiwa. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Mahali pale kupumzika pasipo kufanya vile Yesu alifanya. Vile Mungu wake. Yule ndio Jabez. Yule siku ya leo anafikiria vile atakuwa na nyumba nzuri, familia njema nzuri, iko na furaha na upendo, watavaa vyema, how he can put on, how he can eat, how he can have good shelter. Hebu niambie, na mnakumbuka Adam and Eve waliangalia huu mti ni mzuri kwa kuliwa, kuhekimisha na kwa kufanya nini kwingine? Unatamanika vyema. Sio ndio tuko nayo? Natamanika hata nikitembea. Kayumba kangu ni kazuri na kakona kila kitu. Sina deni yoyote. Huyo ndio Jabez. Wakati Kaini aliondoka katika uso wa Mungu, hakuzaa kitu chochote kipiganao na kinafanya mapenzi ya Mungu. Generation yake yote ilikaa nje. Hata kama walikuwa na siri, baba yao alikuwa na siri. Wakati wote sisi tunapoishi, hata saa hii tuko hapa, unafikiria juu ya nini?
na vile utakapata kazi nzuri, si ndio? Business, fedha, ndio ukae vizuri. Lakini hauna mawazo, kwa nini ulizaliwa? Kwa nini Yesu alikufa? Lakini umesema amekusamehe. Nitakula nini breakfast? Nitakunywa koko? Nitagosoya? Rekesha correct? Mashani ne mambo ile. Kwenye mwino kinyesha. Nitosoro dia daga kuona. Wadani da kuhoya. Jibu ane ko para ko kero keke tagwa. Dokiwe. Mil. Fafadile da kunywa milo na wana dani wa milo neko menya ni unyende. Asiyetambua kwa nini Kaini alileta Kristo na kile kilisalika wakati alipotoka. Hatuna mzigo wowote wa kazi ya Mungu, tuna mzigo yetu, hata kama tumesamehewa dhambi. Hatuforo mwenendo wake mwenyewe Kristo. Tunalia hata saa hii. Breakfast ilikusumbua, ukakula ugali ya jana. Ulikufa? Lakini wewe ulikuwa unataka kata na blueband na jemu. Kwa hivyo hauna furaha hata saa hii. Netaki nena kwenda nini. Hallelujah. Amen. Leo radu uburu wani aliamenyo bakana hii nimekuwa musere sio weha umaruge to kutire na sapa. Onani kwea. Orari ko kugaye sadake watea. Tondo batiga kajia kale otiga gira mwana. Wana kaida kana bai. Du sadaka. Du gata siakai rebi yoro. Mokoma iyo doro iyo nero. Mokoma deri yara. Tondo la besi ya wikaleta abona muje iyo kibo. Kweli ka. Omote tira taraka kodreo. Umuti sadakio. Niga dikero le dekore ya gai. Usiri horo hii, omote tira hiyo horo wa mesika baituna motore wa Yesu. Ule tukiru. Hallelujah. Amen. Umoja kuliko studio. Mashama food, clothing and shelter. Sababu tulikosa kuamini kuforo. Kazi ya Yesu alifanya nini? Alifanya msalaba. Watu wale wameondoka katika uso wa Bwana, ni watu hao wako na hiyo mawazo. Bisa huyo mwenzako, uko na hiyo mawazo? Those have mawazo kama hayo. Ndio waliwekwa siri, lakini badala ya anaenda. Ndio mnaona maandiko inasema ati walikuwa wanapatana na Mungu akienda jioni, na jioni karibu asubuhi. Na asubuhi ndio wanapitana hiki. Kwa sababu Mungu anaenda east na wewe unataka kwenda west. Hautaki kutoboa. Ni wewe. Onda kwa
no rendo wethe muthondeki athionyitagirire kinyamu kiu. Baba, ninaomba tigolimu. Baba, ninaomba mahali hiyo waya imekuwa disconnected, iconnected katika jina la Yesu. Pepo toka kwa waya, tika itabudi na muhepesa bure waya. Sio yetu turare kuikaraega kile kuigara ni kiugo kia Ngai wake njia. Wema, neema, uzuri wote ni neno la Bwana, na utafunguliwa na uzito uondoke. Magonjwa itakwisha wakati utatambua. Sio shelter food watu wana turatwizire gyo goro kuria kunywa na gwika atia na kwiruga. Wira wao ni gukira rucini makaria makanywa magakoma kiria kimarituhagira ni guturia na kuthia tondu arenda kumorere na maithe mokire tondu ni yale kwa sababu ya food growth nidale ya modo mwe wito kana jiralia tutuango tusoma na mwenyewe nishatua wapi kimtu kikona wawelo nitutua wapi kasichana nikikaambia go kada go kada kanuni hiyo robot bali tengeneza robot hiyo utaituma na itatumika ni kuifinya tayari we hiyo ndio mlango wake onekana hika na vile kope onekana lehe jaya hiyo hiyo kwa inua leo. Lakini mtu yeyote yule atakana kile anafaa kukifanya afuate. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio nimesikia baba. Omuthi ni kwenda tukirekia makiria tonda kule kioro ajabe. Nilikwenda kuoya ndio leo the message ya maono kulia na kunywa na kwehu. Modo ehumba giato. Modo ehumba giato regereire. Mnyobele hapo regereire. Na weka giato. Good. Good. Ilio sima kai kinyaura hiyo twaroko. Ogaita. Nale ukora kuona ndio mko kanisa hivi ale mauga na mimi kuita hivi kwa ni kaida. Enda. Hakayalea. Hivi ndio una kuhendi kinginya sitekelele. Alafu wewe kugirele ya kai tiga ile kaje ndio bado hapo yogelea. Ukae kuginyo kalika kwa kilele kuginyengi kalika na ngira. Nori mwana ni ugutinda kwa kiwangai akora kuona agemira tareka. Na hubiri vizuri hata hubiri. Hubiri vibaya sijali. Toka hapo. Haleluya. Mimi naomba ndio tuandamane na watu wasio na huruma katika maisha yao. Ile huruma wako nayo wanahurumia mioyo ya watu. Na watu watakuwa matajiri na watakuwa matajiri vile hawajui. Na si utajiri wa kuweka pesa kwa banki, lakini jambo lolote unalolihitaji maishani mwako unakuta imetimizwa. Patia. Amen. Watu wako na hiyo mawazo. Jioni kuona hiyo nafasi. Mtu sio uli ya mtoto wako ya kulida na kuingia
Ati unakula kwa sababu umelia, umeomba we. Unavaa kwa sababu niliomba Mungu aweze kunipatia fundi yule atakunikubali niwe ninalipa mdogo mdogo. Na wewe alikuwa ni mwana jibiro. Tada ndio sana koradia. Lipa mdogo mdogo. Na ukikosa kutimiza kada kubwa, unakosa kuongea mpaka na yule important person uko utakuongea na yeye. Lipa mdogo. Kana wati hinga wale wapi kuweka ate. Hello. Wakati wewe unaikulisha na kile kile. Haleluya. Hata kuvaa utavaa mdogo. Unaweka nguo Januari, unaichukua Februari ile haile mwaka ingine mdogo mdogo. Haleluya. Please, nataka uamkie hiyo kiti uanze kula matunda iliyo ndani ya Kristo. Amen. Tuikaraga hapo hivi. Landlord akipiga, mwambie nimetoka kidogo, mwambie nimetoka kidogo. Watoto msitoke nje sababu landlord anasema atafunga. Mkae hapo na akisema mtoke afunge, mkatalie huko. Goto hikira kwa nyumba. Tuntore dirika.